Watoto wa Mungu na Watanzania tena kwa ujumla na nchi yote dunia nzima, nataka mnisikilize kwa makini katika swala hili la mifumo. Narudia tena kuzungumza juu ya mifumo ambayo inaiendesha dunia. Sitanyamaza kuhusu mifumo hii, maana ninajua fika kwamba hii mifumo ni mifumo ya kuzimu kweli kweli, wala si swala la kudanganya. Tumejifunza na nimesema wakati wa anguko lile la Adam pale kwenye bustani ya Edeni, palionyesha ni jinsi gani shetani alipata nafasi ya kuingiza mfumo wake ndani ya maisha ya mwanadamu. Mungu alipoweka utaratibu wa mifumo wa kuishi mwanadamu, shetani akaingiza mfumo wake ndani ya mfumo wa Mungu kwenye bustani ya Edeni. Akamkuta mwanadamu yupo kwenye bustani ya Edeni. Mwanadamu akajikuta yuko ndani ya mfumo wa shetani na anaishi kwenye huo mfumo. Alipofanikiwa kuingiza mfumo wake, anguko la pili, sikiliza nalo nataka kuambia hapa. Baada ya mfumo wa kwanza shetani kufanikiwa, alikuja tena. Mungu hakumwacha mwanadamu. Aliposhuka kwenye bustani, akakuta yule mwanadamu hayupo kwenye bustani. Maana ametolewa kwenye mfumo wa Mungu, amepelekwa kwenye mfumo wa shetani ambao haumruhusu akae kwenye bustani ya Edeni. Na ndicho kinachoendelea mpaka leo, watoto wa Mungu. Shetani hapendi kuona unaendelea kwenye mfumo wa Mungu. Atahakikisha na kutoa kwenye mfumo na kukupeleka kwenye mfumo wake. Ndicho kilichotokea. Mungu aliposhuka kwenye ile bustani kuangalia mwanadamu yupo kwenye mfumo wake, akakuta mwanadamu hayupo. Yuko kule polini. Kapelekwa kule polini kuishi kwenye mfumo wa shetani. Mungu hakunyamaza, kwa sababu Mungu anamjua mwanadamu na anampenda mwanadamu na anamjali, kwa sababu amemuumba kwa mfano wake. Akamrejesha tena kwa upya katika mfumo wake, kumtoa kule kwenye mikono ya shetani, maanake kwenye mfumo wa shetani, akamleta kwenye bustani yake tena, maanake kwenye himaya yake, kwenye utawala wa Mungu tena. Alipomketisha kwenye utawala wake, akamweka hapo, akawabariki waendelee kuzaa na kuijaza nchi. Biblia inasema walipokuwa wakiendelea kuzaa na kuijaza nchi wakiwa kwenye mfumo wa Mungu, wakafanikiwa kupata watoto wawili. Walipopata wale watoto wawili, mtoto wa kwanza aliitwa Kaini na mtoto wa pili akaitwa Abel. Mungu akawawekea mfumo wale watoto, kwa sababu ni uzao unaoendelea sasa katika maisha ya Adam. Mungu ameanzisha mfumo wake katika maisha ya Adam. Ameuanzisha kutoka kwenye kizazi cha Adam. Anauandaa mfumo huo kwenye kizazi, akaweka mfumo wake Mungu kwenye kizazi cha Adam, kwamba mfumo huo uendelee. Alipoweka huo mfumo, wale watoto walipozaliwa, akauendeleza ule mfumo ndani yake. Unaweza ukasema anguko la pili kwa mwanadamu ni lipi? Ni hapo, kwa kati ya wale watoto wawili Abel na Kaini. Akawawekea mfumo wake wa kuishi, akawabariki wale watoto. Kila mmoja akampa kazi yake. Mmoja akampa kazi ya mkulima, mwingine akampa kazi ya ufugaji. Wako ndani ya mfumo wa Mungu. Kumbuka huo ni mfumo wa Mungu. Alafu akambariki mkulima, akambariki na mfugaji. Akawapa utaratibu utakaowafanya wao waishi milele na milele katika mfumo ule wa Mungu. Utaratibu wa kwanza, akawambia ni lazima mtoe sadaka. Lazima watoe sadaka. Ile sadaka ilikuwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza katika ile sadaka ilikuwa ni kumheshimisha Mungu, kumpa Mungu nafasi yake ya utawala, ili Mungu aendelee kuitwa Mungu, kwamba zile baraka ambazo ameziachilia kwao zirudi tena kwenye madhabahu ya Mungu. Zinaporudi kwenye madhabahu ya Mungu, manake zimekuwa connected na Mungu na madhabahu ya Mungu, ili ziendelee kuwa baraka. Alafu wakati ziko pale, Mungu anazitazama, anawatazama watoto wake katika mfumo wake. Zile baraka zinamfanya Mungu aheshimike, kwamba wale watoto wametii ule mfumo wa Mungu na kuufuata, wanauendeleza mfumo wa Mungu kwa njia ya utii
na kumheshimu Mungu, aendelee kuitwa Mungu, kwa sababu mfumo ule unamruhusu Mungu aheshimike. Mfumo ule unampa Mungu heshima yake. Mfumo ule unamuinua Mungu. Mfumo ule unampa Mungu utukufu. Jambo la pili